Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali gani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo? Karibu katika kapu la habari. Mimi Hilali Sefu Riyami nitakusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Saadi Suleiman. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wa wilaya na viongozi wengine katika serikali za mitaa wenye mpango wa kugombea uchaguzi mkuu wa mwaka huu watakiwa kutoa taarifa mapema. Maafisa kilimo wa bodi ya korosho 245 wapatiwa pikipiki na vishikwambi ili kurahisisha utekelezaji wa majukumu yao. Katika habari za kimataifa, Misri na Tunisia watilia mkazo msimamo wao kupinga kuhamishwa kwa nguvu wa Palestina katika ardhi zao. Na mkapu la habari linaanzia makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wa wilaya na viongozi wengine katika serikali za mitaa wenye mpango wa kugombea katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 kutoa taarifa mapema. Ajab Shaban Matuga anafafanua zaidi. Akifanya mkutano wa 39 wa jumuiya za tawala za mitaa Tanzania Bara ALAT, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema lengo la kutaka watangaze mapema ni ili nafasi zao zijazwe mapema na watu wenye sifa, huku akionya kutoshtukiza wakati wa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Nilimwambia Katibu Mkuu Kiongozi, peleka sakula serikali za mitaa. Nadhani waziri mmeipata. Yoyote mwenye nia ya kugombea atuambie mapema, ili tumpandishi wa chini yake ashike ile nafasi. Hatutaki pale tayari fomu zinatoka watu wote wanakimbia kwenda kuchukua fomu, na mnatuacha serikali za mitaa hazina viongozi, hazina wasimamizi, mnabakia kujaza watu ambao hawana experience. Lakini tukijua mapema, tutatayarisha watu wa kujaza hizo nafasi, kuwapa miongozo, kuwafanyia mafunzo ili wawe tayari kukabiliana na uchaguzi. Sasa usipojisema mapema, ukija ukichukua fomu mbele, umekosa yote. Umekosa fomu, umekosa cheo, nafasi yako utaiacha. Ukituambia mapema, umekwenda kujaribu, umeshindwa, na wewe ni mzuri, tutakufikiria kurudi. Aidha, Rais Samia Suluhu Hassan amemtaka waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI Mohamed Mchengerwa kuchukua hatua dhidi ya viongozi wa chini yake wanaoshindwa kusimamia mapato ya serikali. Kuna watu, mbali na mifumo halali iliyowekwa na serikali ya kukusanya fedha kwenye halmashauri yetu au halmashauri zetu, kuna mifumo ya pembeni inaundwa, inakusanya fedha hivyo hivyo, na fedha zile badala ya kuingia kwenye mfumo halali naingia mifumo ya watu binafsi. Waziri na wakurugenzi, na wataka muwe macho kwenye hili. Lakini wengine kama alivyosema wamethubutu kuja na risiti, lugha siku hizi risiti feki, lakini ni risiti za udanganyifu, sio risiti halisi. Huko wanakusanya mapato lakini kwa risiti zisizo halisi. Au kama mwagundua, waziri, hapa sina mswalie Mtume, ukishindwa kuwachukulia hatua hawa, takuja kukuita nikuuliza umefanya nini.
hukufanya kitu, mimi nafanya kwa wao na wewe, wao ambao umewasamehe na wewe uliyesamehe. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Mohamed Mchengerwa, amesema ALAT imekuwa nguzo muhimu katika kutengeneza mazingira ya utawala bora, usimamizi wa rasilimali na utekelezaji wa sera zinazogusa wananchi. Tumeshuhudia jinsi serikali za mitaa iliyobadilika kutoka kuwa serikali sehemu ya serikali ya utekelezaji tu na kuwa ni sehemu ya serikali za wabunifu wa maendeleo kwa wananchi. Ndoto yetu ni Tanzania yenye halmashauri zinazojitegemea kifedha, zinazowajibika kwa wananchi na zinazoboresha maisha ya kila mmoja. Kama alivyosema Adam Smith, uchumi wa nchi hujengwa na uthabiti wa mifumo ya usimamizi. Kwa kuimarisha ukusanyaji wa mapato ndani, halmashauri sasa zinaweza kutekeleza miradi kwa kasi na kwa uwazi zaidi. Jumuiya ya Waislamu Masjidi Ukasha iliyopo Nyambiti, manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza, imewaleta pamoja Waislamu waishio maeneo hayo katika semina maalum ili kuweza kuzihuisha imani na kukumbushana kuzitumia fursa zilizopo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Saadi Suleiman anatuarifu zaidi. Ni desturi nzuri ambayo imekuwa ikifanywa na jumuiya ya kina mama wa Masjidi Ukasha kuwakutanisha pamoja waumini wa maeneo hayo ndani ya mwezi wa Ramadhani na nje ya mwezi wa Ramadhani chini ya usimamizi wa Sheikh Ismaili Kibande. Semina hizi au semina hii ni mwendelezo wa semina ambazo tumekuwa tukizifanya katika kila Ramadhani ndani ya miaka mingi inafanyika hii, na alhamdulillah kuna tija kubwa, na ndio maana kila mwaka tunapendelea na tunaona ipo haja ya kufanya hivi. Kila jambo linaloanzishwa basi huwa na lengo maalum. Je, ni lipi lengo la wanajumuiya hawa kufanya semina hizi mara kwa mara? Lengo la sisi kufanya semina kila mwaka ni lengo la kuelimishana na kutoka kwenye giza kwenda kwenye nuru. Kama tulivyoambiwa, mtu ambaye ana tauhidi anaweza kufanya mambo yake vizuri, na asipokuwa ana tauhidi atafanya mambo kinyume na tauhidi. Matarajio yetu makubwa ni kwamba pale watu waliohudhuria semina yale ambayo wameyasoma katika semina hii, lengo kubwa wayafanyie kazi. Tunawaomba wakazi wa Nyambiti na sehemu nyingine yote, hususani Waislamu wakiitwa kwenye semina mbalimbali, wajitahidi wajitokeze kwa ajili ya Allah, wafaidike kwa mambo watu tunawaambia kwa ajili ya Allah. Mada mbalimbali zimewasilishwa na mashekhe katika semina hiyo. Miongoni mwa mada hizo ni kuhusiana na ushirikina iliyotolewa na Sheikh Mubarak Jafar Manyanya. Kuna mambo mbalimbali ambayo nimewafundisha, ikiwemo namna ya baadhi ya watu ambao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ndoa zao na katika familia zao. Nimewafundisha namna ya kufanya pale kwenye familia yanapotokea matatizo mbalimbali ya kindoa na mambo mbalimbali ya kifamilia, namna gani ya kuyatatua badala ya kuenda kwa watu ambao wanaowaelekeza kwa njia za kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Maendeleo yapo kwa sababu wakati tunaanza semina hizi hata wanawake waliokuwa wanajistiri walikuwa sio wengi, lakini kwa sasa hivi katika mtaa wetu wa Nyambiti saizi mtu kuvaa hijabu akavaa nikabu akatembea barabarani sio tishio tena. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa semina hiyo wameeleza namna wanavyofaidika na semina hizo na kutoa pongezi kwa uongozi huo. Tumefaidika sana, tumeweza kuelewa ni namna gani tunaweza kujiepusha na shirki, kwani kuna shirki zingine ndogo ndogo zilizokuwa tukiziendea bila kufahamu kwamba tunakuwa tuko katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Na kuhusu hii semina ya shehe wetu hapa msikitini, kusema kweli nimefaidika sana kwamba Qur'ani ni kitabu ambacho kinaweza kukatukinga na shirki mbalimbali. Tumejua vitu vingi na kututoa katika yale mambo ambayo tulikuwa tukiyafanya kinyume na dini inavyotuamrisha. Na kutambua kwamba yatupasa sisi Waislamu kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika dhati yake. Mimi nimefaidika katika kongamano hili na nazidi kuwahimiza Waislamu wenzangu popote walipo waweze kuandaa mihadhara kama hii. Na hapa wito katolewa na Sheikh Ismaili Kibande kwa kila mmoja wetu kuweza kuichangia Masjidi Ukasha ili kuzidi kufanikisha harakati zinazofanywa na msikiti huo. Nitumie pia fursa hii, kama una chochote katika kuichangia
Masjid Ukasha na madrasa yake Madrasati Ukasha. Hii ni fursa na hasa katika mwezi huu wa Ramadhan ambao ukitoa unapata zaidi na unapata zaidi. Fainali ya kimataifa ya usomaji wa Qur'ani kwa njia ya tajwid inayoratibiwa na asasi ya Khidmatul Quran Islamic ya jijini Dar es Salaam inataraji kufanyika Jumamosi hii ya tarehe 15 katika ukumbi wa mikutano Mwalimu Nyerere Posta jijini Dar es Salaam. Taarifa yake Abdallah Matotola inasimuliwa studio na Isadi Sumara. Kuna aina tofauti za usomaji wa kitabu kitukufu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qur'an. Moja ya usomaji huo ni huu kwa njia ya tajwid. Katika kuhamasisha na kuhuisha usomaji huu wa Qur'an kwa njia ya tajwidi, washiriki kutoka nchi mbalimbali ndani na nje ya Afrika watashindana katika fainali Jumamosi hii Machi 15, 2025. Takriban nchi 15 washiriki washindani ambao wataingia katika nchi yetu kuanzia siku ya Jumanne. Washiriki kutoka Morocco, Egypt, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Iraq, Lebanon, Mali pamoja na Malaysia kama nimetaja sasa, South Africa vile vile na Kenya. Akieleza malengo, mwenyekiti huyo wa taasisi ya Khidmatul Quran amesema ni kuhamasisha na kuhuisha usomaji wa Qur'an kwa njia ya tajwid. Haya ndio malengo yetu ambayo ya mashindano ya mwaka huu, na huu ni mwaka wa 21, mashindano ya mwaka wa 21 ya kimataifa ya Qur'ani kwa njia ya tajwidi. Kama tulivyoeleza, tunataraji kuwa mgeni rasmi atakuwa ni Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Na zawadi ambazo zimetangazwa kwa mwaka huu, mshindi wa kwanza ni dola 5,000 na mshindi wa pili dola 3,000 na mshindi wa tatu dola 2,000. Uzinduzi huo pia umeshuhudiwa na Sheikh Isuddin kutoka nchini Kenya, ambaye hapa anahimiza Waislamu kuishi kwa mujibu wa Qur'an. Qur'ani lengo lake ni kukuweka wewe karibu na mwenye Qur'ani. Ikiwa tutakuwa tuna mashindano na watu hawawekwi karibu na mwenye Qur'ani, itakuwa bado ile Qur'ani haijafika. Tutakapofanya kwa vile atakavyo yeye, insha Allah taala, natarajia tutakuwa tumefikia kwenye yale malengo, na sidhani kama kuna mtu hahimizi hili ninalohimiza mimi, kwa sababu sisi tumelikuta pia tukihimizwa hili. Tujitazame namna gani tuathirika kabla kuathiri wenzetu na hii Qur'ani. Mkoani Iringa, wasomi na wanazuoni mbalimbali nchini hasa Waislamu wametakiwa kuzikumbuka shule walizosoma katika harakati za kielimu ili kutoa faraja kwa wanafunzi wenye uhitaji wanaosoma katika shule hizo. Ramadhani haya ana taarifa kamili. Wito huu umetolewa na Bi Hajat Munguja Daudi Ngotime, ambaye pia alikuwa mgeni rasmi katika hafla ya kuwatembelea wanafunzi wa Waislamu wa shule ya sekondari Lugalo, ambapo amesema wanafunzi hao wamefarijika baada ya kuona wageni mbalimbali waliowatembelea shuleni hapo. Cha kwanza yani ukaribu nao, waone kwamba pamoja na kwamba wako boarding, lakini kuna wazazi kama wazazi wao walioko majumbani, lakini pia kuwaelimisha, yani wakiwa boarding wasione kama wako huru, waelewe kuendelea mambo na ibada ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yani tulitamani waone kwamba hata tunawaonyesha kwamba hapa walipo wasome kwa bidii ili wawe kama sisi, kwamba inawezekana. Sisi pia tumetoka huko walikotoka wao. Kwa upande wake, mratibu wa hafla hiyo ambaye pia alisoma katika shule ya Lugalo kwa takriban miaka 14 iliyopita, Okti Husna Hassan Msanya, amesema wazo hilo lilitolewa na wanafunzi waliowahi kusoma shuleni hapo, ambapo waliona mahitaji wanayokuwa nayo wanafunzi wanaokaa bweni. Wazo la kuanzisha hii iftari gala na wanafunzi wa Lugalo, hususan wanafunzi wa boarding, wazo lilitokea kwa wanafunzi wenzao waliowahi kusoma hapa miaka iliyopita.
waliona ni vizuri kuwakumbuka ndugu zao baada ya kuwa wao pia walishawahi kuishi mazingira kama haya. Wanajua mahitaji ya wanafunzi wa boarding katika kipindi hichi cha mfungo wa Ramadhani, na kama tunavyohusiwa katika dini yetu, na moja kati ya faida ambazo tunazipata katika kufunga ni kuwakumbuka wale wenye uhitaji. Wanafunzi wanapokuwa katika mfungo wa Ramadhani wanakuwa hawana tofauti na wale watoto yatima, kwa sababu wanakuwa nje ya mazingira ya nyumbani kwao. Vitu vingi walivyovizoea vikiwa nyumbani sasa hivi hawavipati. Kwa hiyo tumeona tuwakumbuke, kwa sababu hata sisi pia tulipita huko na tunayajua maisha ya shule. Aidha, mwalimu mlezi wa shule hiyo pamoja na wanafunzi wamesema jambo hilo ni la kihistoria kwao, kwani hakuna watu waliowahi kufanya tukio hilo. Hili tukio ni la kipekee sana ambalo toka nimekuja Lugalo Sekondari sijawahi kulishuhudia. Mashallah, Allah alipe sana kina mama walioliorganize. Kwa kweli tumefurahi wana Lugalo, hasa jumuiya ya Waislamu. Ni tukio ambalo kiukweli mimi mwenyewe limenifurahisha na limekuja wakati sahihi, wakati wa mwezi wa Ramadhani. Kwa utulivu ni wa hali ya juu sana, watoto wameonyesha ushirikiano wa hali ya juu. Kiukweli tukio la leo ni tukio la kipekee sana, kwa sababu toka tuje form 5 mpaka sasa hivi tunaenda kumaliza, hatujawahi kufanywa tukio kama hili hapa. Kiukweli tumefurahi. Wanakuja lakini haiwi sherehe kama hii waliotufanyia wenzetu. Haiwi kama hivi. Yaani wanakuja kwa ule nusu saa ambao tunaitumia kipindi cha dini basi. Hafla hiyo pia ilihudhuriwa na hadhiri mbalimbali wa Iringa kiwemo Ustadhi Shaban Sendwa, Mwalimu Fatuma Saidi, Ukhti Khadija Saidi, Madam Nasra Mtani pamoja na mwanasaikolojia Stella Mtani. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Iringa, mimi ni Ramadhani Yahya, Mahasin TV. Na bodi ya korosho nchini CBT imewakabidhi pikipiki na vishikwambi maafisa ugani wa bodi hiyo 245 waliopo mkoani Mtwara, ambao ni kati ya maafisa ugani 500 walioajiriwa na kusambazwa mikoa 5 inayolima zao hilo. Akitoa taarifa ya zoezi hilo lililofanyika katika makao makuu ya bodi ya korosho mkoani Mtwara na kushuhudiwa na viongozi mbalimbali, mkurugenzi wa bodi ya korosho Francis Alfred amesema vitendea kazi hivyo vinakwenda kukabiliana na changamoto zilizopo ikiwemo elimu kwa wakulima. Vijana hawa, mheshimiwa mgeni rasmi, watasimamia kwenye vituo vya ugawaji wa pembejeo, kusimamia ugawaji, mapokezi na ugawaji wa pembejeo kwenda kwa wakulima. Kwa tuna imani changamoto zile ambazo wakulima walikuwa wanazipata kwa kiasi kikubwa sasa tutakwenda kuzipunguza, kwa sababu tuko na vijana ambao wanawakilisha bodi ya korosho ambao watashiriki katika ugawaji wa pembejeo. Tutatoa elimu ya matumizi sahihi na salama viuatilifu kwa wakulima pamoja na kutoa elimu huduma za ugani katika maeneo ambayo wako. Watafanya kazi hiyo kwa kushirikiana na maafisa kilimo wa halmashauri za wilaya pamoja na maafisa kilimo ambao wamejiwa na vyama vikuu na wataalamu wengine walioko katika ngazi za kata na vijiji. Jambo la msingi ambalo ningependa kuwaomba viongozi na washiriki mlioko hapa ni ushirikiano wenu. Bodi ya korosho peke yake haiwezi kufikia malengo yaliyowekwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi bila kupata ushirikiano kutoka kwenu wadau. Hivyo tunaomba tuunganishe nguvu ili kufanikisha malengo ya chama na serikali na kuongeza mchango wa zao la korosho katika kukuza uchumi. Akizindua zoezi la ugawaji kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mtwara, mkuu wa wilaya ya Tandahimba Kanali Michael Mtenjele ametaka mafunzo yaliyotolewa na vitendea kazi hivyo kwenda kuongeza tija katika zao la korosho. Tumieni vizuri mafunzo yale mliopata kuwafikia wananchi, kuwaelimisha, na bahati nzuri mmepewa nyenzo mbalimbali ikiwemo usafiri. Kwa hiyo hakutakuwa na kisingizio kwa nini usimfikie mkulima, na vile vile mna nyenzo za kitaalamu kabisa za kuhakikisha kwamba mnaweka hizo data katika hali ambayo ni nzuri na yenye kupendeza. Kwa upande wao, baadhi ya maafisa ugani waliokabidhiwa vitendea kazi hivyo wameeleza changamoto walizopitia hapo awali, wakiahidi kwenda kutumia kwa malengo yaliyokusudiwa. Changamoto hapo mwanzo tulikuwa tunapata changamoto ya usafiri. Utakuta kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ilikuwa ni changamoto sana, kutokana na mtu anavyokuona. Akikuona tu ni afisa kilimo umeajiriwa pale, ajui ni unapata kiasi gani, anajua tu ni una hela. Kwa hiyo sehemu ya kwenda 2000 au 1000 utaambiwa 5000, 4000. Lakini kwa sasa tumepata urahisi wa kuisha taarifa na hata kusajili wakulima wapya kwa kutumia vishikwambi. Vinarahisisha kazi kwa kweli. Tofauti na kwenda kumtafuta mtu mkulima mmoja mmoja labda kuandika kwenye madaftari kwenye nini, hiyo sasa hivi haipo. Sisi tukiwa kama maafisa kilimo pia tuna wajibu wa kutunza hivi vyombo kwa sababu ni mali ya serikali. Kwa hiyo kupitia hili
ni waase tu maafisa kilimo wenzangu ambao tumekabidhiwa hiki chombo ambayo ni mali ya serikali na ni mali ya umma, tukitunze na tukakitumie kwa zile shughuli ambazo wamezilenga wao, yani kuwafikia wakulima ili kutekeleza lile lengo ambalo bodi wametaka tulifanye na sio kutumia kwa matumizi mengine. Kwa msimu wa mwaka 2024 uzalishaji wa korosho ulifikia tani 500,000 huku malengo kwa mwaka huu ikiwa ni kufikia tani 700,000, ambapo katika kufikia azma hiyo tayari meli iliyobeba sarfa ya unga tani 9,202 imetia nanga katika bandari ya Mtwara, huku meli zingine 4 zikitarajiwa kuingia hivi karibuni. Na kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Mtwara ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuziangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Saadi Suleiman. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri na mwenzake wa Tunisia Kais Saied wametilia tena mkazo msimamo wa nchi zao wa kupinga kuhamishwa kwa nguvu wa Palestina katika ardhi zao. Viongozi hao wawili wamefanya mazungumzo ya simu na kujadiliana hali ya ukanda wa Gaza na kupitia tena mapendekezo ya Misri ya kuhakikisha mapigano yanasimamishwa kikamilifu na misaada ya kibinadamu inafikishwa kwa wananchi wa Gaza kiukamilifu kama vinavyosema vipengele vya makubaliano ya kusimamisha vita kati ya Hamas na Israel. Taarifa hiyo imesema pia kuwa rais wa Tunisia amepongeza mapendekezo ya Misri kuhusu kuijenga upya Gaza. Mpango huo ulipasishwa kwa kauli moja kwenye mkutano wa dharura wa hivi karibuni wa nchi za Kiarabu. Rais wa Tunisia amesisitiza kuwa nchi yake inaunga mkono kikamilifu mpango huo, kwani lengo la mpango huo ni kuijenga upya Gaza bila kuwafukuza wakazi wake. Marais wa Misri na Tunisia wamesisitiza pia kuanzishwa nchi huru ya Palestina kwenye mipaka ya mwaka 1967, huko Baitul Muqaddas ukiwa mji mkuu wake bado ndio njia pekee ya kuwezesha kupatikana amani ya kudumu katika ukanda huo mzima. Mazungumzo ya simu baina ya marais wa Misri na Tunisia yamezungumzia pia matokeo ya nchi nyingine za Kiarabu hasa Libya na Syria, huku marais wote hao wawili wakisisitiza kuwa wataendelea kujitolea kupigania utulivu, umoja na mshikamano wa ardhi zote za nchi za eneo hilo bila ubaguzi na kuhakikisha matatizo yote yanatatuliwa kwa njia ya mazungumzo. Kwingineko, maeneo mengi duniani yanahewa chafu, huku 17% pekee ya miji duniani kote ikitimiza miongozo ya uchafuzi wa hewa. Haya ni kulingana na ripoti iliyochapishwa Machi 10 na kampuni ya ufuatiliaji wa ubora wa hewa IQ Air yenye makao yake nchini Uswisi. IQ Air ilichambua data kutoka vituo 40 vya ufuatiliaji ubora wa hewa katika nchi 138 na kugundua kuwa Chad, Kongo, Bangladesh, Pakistan na India zilikuwa na viwango vya juu zaidi vya hewa chafu.
India ilikuwa na miji 6 kati ya 9 iliyo na hewa chafu zaidi, huku mji wa viwanda wa Birnach ukiathirika zaidi. Wataalamu wanasema kiwango halisi cha uchafuzi wa hewa kinaweza kuwa kikubwa zaidi kwa sababu ya sehemu nyingi za dunia hazina ufuatiliaji unaohitajika kwa usahihi zaidi wa data. Barani Afrika kwa mfano, kuna kituo kimoja tu cha ufuatiliaji kwa kila watu milioni 3.7. Shirika la Afya Duniani WHO linakadiria kuwa uchafuzi wa hewa husababisha vifo vya takribani watu milioni 7 kila mwaka. Na tuzitamatishe habari za kimataifa. Ukraine imewasilisha kwa Marekani mpango wa kusitisha mapigano kwa sehemu na Urusi saa chache baada ya kufanya shambulizi kubwa la drone nchini Urusi. Mkutano huo utakaofanyika kati ya maafisa wa Ukraine na Marekani katika mji wa bandari wa Jeddah nchini Saudi Arabia utakuwa na maafisa wa ngazi za juu zaidi tangu ziara iliyochibuka na Rais Volodymyr Zelensky katika ikulu ya White House mwezi uliopita, wakati Trump alipomshutumu kiongozi huyo wa Ukraine kwa madai ya kukosa shukrani. Zelensky amewasili Jeddah kukutana na watawala wa Saudi Arabia, lakini hakushiriki katika mazungumzo yaliyohudhuriwa na maafisa wake watatu wa ngazi za juu. Kabla ya mkutano huo wa Machi 11, Ukraine imefanya mashambulizi katika kile ambacho meya wa Moscow Andrei amekielezea kuwa shambulizi kubwa la usiku kucha, huko droni 337 zikidunguliwa kote nchini humo na 91 kati ya mji huo mkuu wa Urusi. Vorbaev amesema shambulizi hilo lilisababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhiwa kwa wengine 9. Saadi Suleiman, Mahasin TV. Shukran Saadi Suleiman kwa habari za kimataifa. Na kabla hatujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo. Wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wa wilaya na viongozi wengine katika serikali za mitaa wenye mpango wa kugombea uchaguzi mkuu wa mwaka huu watakiwa kutoa taarifa mapema. Maafisa kilimo wa bodi ya korosho 245 wapatiwa pikipiki na vishikwambi ili kurahisisha utekelezaji wa majukumu yao. Katika habari za kimataifa, Misri na Tunisia watilia mkazo msimamo wao kupinga kuhamishwa kwa nguvu wa Palestina katika ardhi zao. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah panapo majaliwa wake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi ni Hilali Sefuriami nilikusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa na Saadi Suleiman. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na hivi sasa tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kutoka TMA inshallah. Ni matumaini yangu ubuheri wa afya. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Langu jina ni Desderi Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika. Kwa upande wa ziwa Nyasa pamoja na maeneo yote ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa na hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Mifumo ya anga inaonyesha uwepo wa viashiria vya mvua ambavyo vinaonekana kuendelea kuimarika katika maeneo mengi hapa nchini, hususani maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya pwani ya kusini ya bahari ya Hindi. Kufuatia hali hiyo, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa hususani katika maeneo ya mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara. Na hali hii inatarajiwa pia kuonekana katika maeneo ya pwani ya kusini ya bahari ya Hindi katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Hivyo wananchi wanaotokea katika maeneo haya wanatakiwa kuchukua hatua stahiki. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Arusha, Kilimanjaro na Manyara inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria pamoja na maeneo yanayopatikana magharibi mwa nchi yetu inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua katika
maeneo machache. Na hapo kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo yote yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku baadhi ya maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Morogoro pamoja na mikoa ya Lindi na Mtwara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua inayoambatana na ngurumo za radi na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya magharibi mwa nchi yetu katika mikoa ya Kigoma, Tabora pamoja na Katavi, mikoa ya Dodoma pamoja na Singida, maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo yote ya pwani ya kaskazini isipokuwa mkoa wa Morogoro yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Na sasa karibu tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa siku 4 zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Mvua na ngurumo inatarajiwa katika mkoa wa Dar es Salaam. Mkoa wa Dodoma napo pia mvua na ngurumo inatarajiwa. Mkoa wa Mwanza katika siku 4 zijazo vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kwa upande wa mkoa wa Kilimanjaro vipindi vya jua halikadhalika na vipindi vya mvua pamoja na ngurumo vinatarajiwa. Na upande wa mkoa wa Mbeya mvua na ngurumo inatarajiwa. Mkoa wa Morogoro halikadhalika napo vipindi vya mvua na ngurumo navyo vinatarajiwa. Mkoa wa Arusha vipindi vya ukavu pamoja na mvua vinatarajiwa. Na kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania hatuna la ziada hadi wakati mwingine, nikutakie usiku mwema. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Je, wajua kuwa mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni yametimiza miaka 25? Ni robo karne hiyo baba. Al-Hikma Foundation tunakuletea washiriki kutoka mabara yote. Ni tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka huu 2025, tukutane kwa Mkapa. Qur'an ima ikunyanyue au ikubwage, twendeni ikatunyanyue. Mashindano haya yamedhaminiwa na